jifunze mazingira yako na uwepo wa Mungu. Na kitabu ambacho tutakaa hapo ni kile kitabu cha Kutoka, ile sura ya 3, ule mstari wa 1 na ule wa 6. Kwa msisitizo mkubwa sana utakuwa mahali hapo, kwa sababu kitabu hiki kinaweza kutupa mwongozo kidogo. Kutoka sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 6 kinatupa mfano utaotusaidia kuelewa. Na kwenye kipengele cha leo tutaangalia mazingira ya kwako na masuala ya uwepo wa Mungu. Kitabu cha Kutoka, ile sura ya 3, ule mstari wa 1 na ule mstari wa 6, nitasoma kidogo. Biblia inasemaje? Biblia inasema namna hii, mstari wa 1: basi Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu, hapo hata Horebo. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Haleluya, haleluya. Na kwenye kipengele hichi, kama nilivyosema, tutagusia kwenye mazingira hasa ya kwako na mazingira ya uwepo wa Mungu. Na katika mazingira ya kwako, ningetamani tuanze kidogo kwenye swala la namna ambavyo uhusiano wa uwepo wa Mungu na sauti ya Mungu. Uwepo wa Mungu na sauti ya Mungu. Yako mahusiano ya uwepo wa Mungu na sauti ya Mungu. Uwepo wa Mungu na sauti ya Mungu. Na sauti ya Mungu. Na sauti ya Mungu. Nataka tutembee kwa namna kitabu hiki kinavyoweza kueleza, kwa sababu mara nyingi tunashindwa kuelewa au tunachanganya. Kuna kitu kinaitwa sauti ya Mungu na uwepo wa Mungu. Kwa unaweza kujikuta mahali ukafikiri sauti ya Mungu ndio uwepo wa Mungu na uwepo wa Mungu ndio sauti ya Mungu. Kwa hiyo tumechanganya. Au kujikuta unatarajia mambo au matokeo ya uwepo wa Mungu kwenye sauti ya Mungu. Unaweza ukajikuta unatarajia mambo ya uwepo wa Mungu kwenye sauti ya Mungu, kwa sababu kila kimoja kina matokeo yake. Kila kimoja kina matokeo yake. Kwa matarajio yako kwenye sauti ya Mungu na matarajio yako kwenye uwepo wa Mungu ni lazima uweke sehemu mbili tofauti. Sawa? Kwa Mungu anaweza kabisa akatoa nafasi ya sauti ya kuzungumza na wewe. Haimaanishi kwamba uwepo wa Mungu uko hapo. Unasikia sasa? Anaweza akazungumza na wewe, haimaanishi uwepo wake uko hapo. Maana unaweza ukafikiri kwa sababu kuna sauti ya Mungu basi kuna uwepo wa Mungu. Lazima ufahamu hilo. Bwana, watu wengi wanaweza kufika mahali wanaweza kuiabudu sauti na wasimwabudu Mungu. Zipo athari zake. Usipojua unaweza kujikuta unaabudu uwepo wa Mungu
badala ya kumwabudu Mungu, kwa sababu hujatenganisha kati ya uwepo wa Mungu na sauti ya Mungu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi unaposikia sauti ya Mungu sitengeneze unyenyekevu ndani yako, kwa sababu tunapoenda kwenye swala la sauti linahitaji utii. Ukisema nimesikia, maana yake umetii. Namna unavyochukua hatua juu ya ile sauti ndio kitu cha muhimu sana kwenye swala la sauti ya Mungu. Unaweza ukagaragara utaposikia sauti ya Mungu vyovyote vile utavyofanya, lakini inaweza isiwe na maana yoyote ndani ya sauti ya Mungu, kwa sababu sauti ya Mungu matokeo yake yanakuja au yanatokea kwa sababu ya utii. Kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 28 ule mstari wa kwanza na ule mstari wa 5, anaposema itakuwa utakaposikia sauti ya Mungu na kufanya maagizo haya ni kwa leo, ndipo baraka zitakufuata. Kwa unaweza ukasikia na usifanikiwe. Unaweza ukasikia sauti ya Mungu na usifanikiwe. Haleluya. Mimi nakuchanganya leo. Maana watu wanafurahia kusikia sauti ya Mungu, na ni kweli sauti ya Mungu ina matokeo yake, lakini matokeo ya sauti ya Mungu yanategemea utii. Kwa kama hujatenda sawa sawa na vile ambavyo unatakiwa utende, maana ile sauti ya Mungu huwezi kupata chochote. Haina faida yoyote kwako na haiwezi kuleta chochote. Kwa ufunguo wa mafanikio kwenye sauti yanategemea utii, utenda kazi. Sasa kwenye hapo ni muhimu kuelewa kwamba unaposikia lazima uelewe. Kusikia na kuelewa ni mambo mawili tofauti. Unaweza ukasikia na ukatendea kazi kwa sababu umesikia, na usifanikiwe kwa sababu hujasikia. Narudia tena. Unaweza ukasikia na ukatendea kazi kwa sababu umesikia, sawa, na usifanikiwe kwa sababu hujasikia. Kwa sababu kusikia kwa kibiblia kunategemea kuelewa na kutendea kazi kwa usahihi sawa sawa na maelezo, sio sawa sawa na ulivyosikia. Haleluya. Sio swala nini kimetokea, umeelewaje? Na ndio maana watu wengi wanaweza wakasikia na usifanikiwe. Watu wengi ni mabingwa wa kusikia sauti ya Mungu, lakini wanaongoza kuto kufanikiwa kwa Mungu. Na hata akikaa unamuhimiza na mwanzo, jitahidi kusikia sauti ya Mungu. Unamuhimiza tusikie sauti ya Mungu, tujitahidi kusikia sauti ya Mungu, lakini lazima uongeze sentensi nyingine, tuelewe sauti ya Mungu. Kwa sababu unaweza kusikia na usielewe, na kama hujaelewa haujasikia. Ile kutokuelewa ni maana yake hujasikia. Kutokuelewa maana yake jamani ni hujasikia. Nikikwambia niletee peni, sawa, wewe ukaleta fimbo, umesikia? Haleluya. Nikakwambia nipe mkono, unanipa mguu, umesikia? Lazima utafakari kwa kina sana. Hapa ndipo mahali ambapo tunapata shida, na hapa ndipo mahali ambapo tunakwama. Cha kwanza nimesema, lazima uelewe kuna utofauti kati ya uwepo wa Mungu na sauti ya Mungu. Ufahamu kwamba sauti ya Mungu inaweza kwenda umbali wowote. Umbali wowote. Sauti ya Mungu inaweza ikakufuata mahali kokote.
Yeye akabaki mbinguni na akasema na sauti yangu Mungu ikaenda mpaka utakokuwa. Kokote kule utakokuwa. Hata kama uko shimoni, uko kuzimu, kokote kule, sauti yake inaweza ikafika. Haleluya. Amen. Inaweza kufika. Na ikifika, wewe lazima ufahamu ni nini unachotakiwa kufanya. Msisitizo. Jifunze kutafuta kuelewa. Jifunze kutafuta kuelewa sauti ya Mungu. Jifunze kutafuta kuelewa sauti ya Mungu. Kwa sababu kuna mambo unaweza ukatamani ujibiwe kwa Mungu na Mungu akakujibu. Lakini hautaweza kufanikiwa kwa sababu amekujibu. Utafanikiwa kwa sababu umeelewa alichokujibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hautaelewa kwa sababu amekujibu. Utaelewa kwa sababu utafanikiwa kwa sababu ile sauti ya Mungu umeielewa. Sasa sisi tunaweza kuwekeza kwenye upande mmoja na tusiwekeze kwenye upande wa pili. Na ndio maana hatuwezi kutofautisha. Kuna wakati Mungu anapozungumza, zile kawaida zinasababisha ndani yetu maamuzi ya kawaida. Zile sauti za Mungu zinapoonekana za kawaida, zinatengeneza maamuzi ya Mungu yaonekane ya kawaida. Na yakiwa ya kawaida, nini kinatokea? Hatua haiwezi kuchukuliwa kama sauti ya Mungu. Umeelewa? Msisitizo unatengeneza msukumo kwenye hatua. Ukitengeneza msisitizo ndani, msukumo ndani yako kwenye maamuzi au kwenye kutendea kitu unaongezeka. Unapopungua msisitizo, nini kinatokea? Hata upande wa pili kunapungua. Umeelewa? Na ndio maana sauti inapokuja kwako ikaonekana ni ya kawaida tu, ya kawaida, utapoendelea kutendea kazi, kuna namna ya msukumo kule ndani unakuwa mdogo. Unakuwa nini? Mdogo. Angalia kitabu kile cha Kutoka. Angalia. Ukiangalia kule mstari ule wa 4 anasema Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema Musa, akasema mimi hapa. Ule mstari wa 5 anasema naye akasema usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Unaona? Tena akasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake. Unaelewa? Kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Narudia tena. Alipokuwa akimuita, Musa aliona kijiti kinawaka hakiteketei. Tuko pamoja? Alipopita akaona hakiteketei. Na Mungu alikuwa anamtazama kutoka kwenye kijiti. Sawa. Baada ya kutazama, alikuwa anasubiri aone hatua gani Musa atatazama. Akaona Musa amekuja kusogea, amegeuza kutoka kwenye moto wa kawaida kwamba haya ni maono. Unaelewa maono? Ni kitu cha ajabu. Aliposogea, anapochukua sauti ya kuchukua hatua, na Mungu akachukua hatua ya kumuita. Tuko pamoja? Na alipomuita Musa aliitika, lakini kumshangaza. Lakini baada ya kwanza kujitambulisha, mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, aliogopa kutazama kijiti, alianza kuelekeza uso chini. Haleluya. Kwa alikimbia haraka kujificha. Lakini wakati mwanzo alitazama kwa uhuru kabisa, na itaka kushuhudia hayo maono, na alisogea aone kuhakikisha yale maono. Kwa ule msisitizo wa utendea kazi wa hatua
kwa sababu hakuweza kutambua ule mzigo wa ile sauti, msitizo wa huo sauti, na maana ile sauti ilikuwa ndogo sana ndani yake. Haleluya. Unaweza ukawa muujiza, lakini kwa muujiza wa kawaida. Nachokuambia ni sauti inaweza ikaja ukaizoea kawaida, hata utayochukua itakuwa ni ndogo sana kwa sababu ni ya kawaida. Kijiti kile moto ule waliokuwa wanatazama, lakini moto ule anaogopa kutazama. Moto ule anaficha uso wake chini hata asiuone. Unaelewa? Maana yake inabadilika. Unajua? Ile maana inapopatikana na msisitizo unapopatikana ndani yake, msukumo unaotokea ndani yako utakuwa ni msukumo wa utii. Msukumo wa nini? Wa utii. Ndani yako ghafla msukumo wa utii umeinuka. Umeinuka. Msukumo wa utii umeinuka. Umeinuka. Unapoinuka msukumo namna hii, kumbuka kuna kitu kinainuka ndani yako. Cha kwanza kwenye kipengele cha kwanza, kwenye sehemu ya kwanza nilitaka kwenye somo hili tuangalie, maana tunaangalia nafasi ya uwepo wa Mungu, tunaangalia nafasi ya mtu. Kwa hiyo nitaka tuangalie kwanza kwenye sauti. 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 Uzingativu wa sauti. Utofauti wa sauti. Kuna kitu kinaitwa uzingativu wa sauti na utofauti wa sauti au utofautishaji wa sauti. Kwa hiyo kama usipoelewa mambo mawili yatakuchanganya. Kuzingatia na kutofautisha. Kuna sauti za watu, kuna sauti za malaika, kuna sauti za mapepo, kuna sauti za majini, lakini hainakuja kwenye mambo mawili, kwenye kuzingatia na kutofautisha. Kuzingatia na kutofautisha. Haijalishi ni mtu anazungumza, lakini itachoweza kukusaidia hapo ni sehemu moja tu. Kwenye kuzingatia na kutofautisha. Haleluya. Kuzingatia na kufanya nini? Na kutofautisha. Unaweza ukawa unazingatia lakini hautofautishi. Hata kama ni mtu sisi wanadamu bahati mbaya sana wakati mwingine tunatumika kama magari. Nikisema hivyo tunaelewana eti. Anaweza kapanda Roho Mtakatifu, anaweza kapanda lipepo ndani yako, anaweza kapanda Roho Mtakatifu. Yaani kwa kweli. Kwa unaweza kukutana na mtu anakuambia niko sawa. Lakini unapokuja kumwangalia vizuri au unapokuja kuangalia matatizo yanayotokea kwako, ndipo unaanza kujua kumbe hakuwa sawa. Sasa watu wengi matokeo yanayotokea kwa watu huwa wanawatazama watu kwa sababu wanawazingatia watu lakini hawatofautishi watu. Kwenye swala la sauti ni lazima ujifunze kutofautisha. Ngoja nikupe siri. Kia roho inapokaa ndani ya mtu ina change sauti ya mtu. Moja ya kitu kugundua kuna roho imeingia ndani ya mtu, jambo la kwanza ni sauti. Sikiliza vizuri sauti ya mtu. Utabadilika. Sawa? Kila inapoingia inabadilisha tabia, inabadilisha sauti, inabadilisha na tabia. Kwa anaweza akabadilika tabia, lakini kama roho imeingia ndani na sauti lazima ibadilike. Sio tu maamuzi yanabadilika, lakini sauti. Haleluya. Sauti. Jifunze sana kusikiliza sauti na kuzitofautisha sauti. Jifunze sana. Na ni mitihani ambayo Mungu anaweza kukupa pale ambapo anaona anataka ukifikia kiwango fulani lazima akupe mitihani. Tunaona kile kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19. Tunaona Elia, Biblia inasemaje, katokea tetemeko na moto na radi na Mungu hakuwemo ndani. Ikatokea sijui mvua ya mawe na moto lakini Mungu hakuwepo ndani. Upepo na moto lakini Mungu hakuwepo ndani. Dhoruba ikainuka lakini Mungu hakuwepo ndani. Lakini kaja sauti ya upole kabisa na utulivu.
akamuuliza, "Eli, unafanya nini?" Elia akasujudu, akajua ni Bwana. Unaelewa? Zile sauti za tetemeko na radi, hakusujudu. Usimeona wewe ni sauti ngapi zinazokuja? Nani ngapi unaweza kujua hii ni ya Mungu, ni ya Shetani? Kwa sababu kuna wakati mwingine sauti ya Mungu inaweza ikaje ikawa laini kama sauti tu ya kawaida ya kawaida tu. Ile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3. Ile mistari ya kwanza 10. Ukisoma pale utaona Samueli aliitwa kule ndani kwa sauti ya Eli. Sio? Alipokuwa anasikia, alikuwa anasikia sauti ya Eli. Anaenda kwa Eli anamwambia, "Umeniita baba?" Maana alikuwa baba akilala kabisa. Mimi sikukuita, nenda karare. Usiku wa manane sasa. Mara ya pili, mara ya tatu. Akajua, hapa. Sio kama amekosea, sio anaota ndoto sio za kawaida. Hii ni Mungu anazungumza naye. Angalia mfumo wake. Mungu hawezi kuchukua hatua nyingine mpaka aweze kumuelewa ni nani. Na ndipo alikuwa anamuita Mungu asemi, anaenda anarudi. Paka aliposema, "Nena Bwana, maana mtumishi wako anasikia." Ndio alichoambiwa. Aje, kumbe unaelewa mimi ni Mungu. Ndipo akaanza kumwambia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema sauti inabadilika. Ukiona unaongea sauti inabadilika, uko ndani ya upako, sauti imeanza kubadilika kwenye maombi, ujue kuna roho ya maombi imeingia ndani yako. Usikate maombi hayo. Usikubali kukata. Usikubali kuyaacha. Hata kama ulikuwa na jambo la muhimu, sitisha. Kwa sababu kuna roho ya Mungu imeingia ndani yako. Imeamua kuendesha maombi yenyewe. Hapo ni muhimu sana. Ngangane na maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inabadilika sauti. Inabadilika sauti. Unaweza kana mara itokea mara kadhaa unapoingia kwa muomba sauti yako kawaida unayojua, ghafla sauti inabadilika. Umeingia kuomba na shangaa ghafla maombi yamekuwa magumu na sauti imebadilika ndani yako. Maombi yamekuwa magumu na sauti imekuja sauti tofauti kabisa. Jua kabisa kuna roho nyingine iliyokutawala wakati huo. Kwa badala ya kuomba kwamba Bwana nipe au nini, anza kukemea ndani yako. Ujue kuna roho nyingine. Roho ikiingia ndani yako inabadilisha sauti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nakwambia kuna sauti, kuna tabia. Sawa? Kuna sauti, kuna tabia. Hivi ni vitu vinabadilika. Sauti, tabia, aina ya matendo, vyote vinabadilika. Na jambo la 4, maamuzi. Unakuta mtu maamuzi yanabadilika. Maamuzi yanabadilika. Sasa kwa wale wenzangu wale ambao wao wanapenda wafanye kile wanachokitaka, inakuwa ngumu sana hapo. Unakuta ndani yako umeingia upore usio kawaida. Alafu na maamuzi ambayo ulikuwa uyapendi, lakini yameingia maamuzi yenye busara ambayo ndani yake ya utulivu yanataka ufanye. Alafu wewe unaanza kupingana na, "Hapana, mimi sitaki kufanya hivi, sitaki kuanza hivi." Maana yake unapingana na Mungu ambaye anazungumza na wewe. Haleluya. Amen. Au anayekuamulia. Hivi kuna mtu amenielewa kweli? Amen. Na kufundisha namna ya kusikia sauti na namna ya kuelewa na kutendea kazi. Kujua huyu ni Mungu ameingilia kati. Usikia sauti ya ndani ya utulivu. Moyo wako unataka kama jambo ni kubwa ni baya, moyo wako unaanza kuamua kwa utulivu, alafu unaamua mambo ambayo yanakuwa ni hasara ya kwako, watu wengine watafaidika, lakini wewe kwako ni hasara. Ujue kabisa hapo katikati kuna shida. Acha maamuzi yako. Ndio litakaaliache, fuata maamuzi yako hata kama ya laini. Fuata. Wengi wanaanza kupingana, wanafikiri kwamba ni shetani. Wanafikiri kwamba nini kimetokea. Ni Mungu ameingilia kati. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ndivyo zilivyo sauti. Na ndio maana tunapima hata sauti ya Mungu zina nafasi tofauti tofauti na mamlaka tofauti tofauti sawa sawa na hatua.
Kile kitabu cha Ufunuo sura ya 10 ule mstari wa kwanza hadi wa 12, utasoma hapo, utaona moja ya ishara kuona roho zenye viwango vya juu au Mungu anapozungumza sauti yake inakuwa tofauti kabisa na sauti ya wanadamu na sauti ya miungu. Maana sauti ya Mungu wakati mwingine kutokana na viwango inatokea tofauti. Ukisoma pale utakutana kwa ilikuwa kama mawimbi ya maji, kama mfumo wa maji au baragumu yenye mawimbi ndani yake, na ndani yake, ndani ya sauti moja zinaweza zikatoka sauti 7 kwa mara moja. Ukisoma huko nafikiri kutokana na viwango na kadhalika. Sasa mwingine ukisikia tu ngurumo utazimia kabla. Itabidi afanye kazi ya kukuzindua kwanza. Haleluya. Amen. Kwa katika kiwango hichi ni muhimu sana kukizingatia kwa jinsi hii. Sasa nataka tuangalie jambo la pili au pointi ya pili ambayo nilitaka tujifunze leo. Sawa? Si tunaanza kwenye sauti eti? Tunasogea mbele sasa. Sasa tunaenda kwenye utakatifu au mahusiano ya uwepo wa Mungu na utakatifu. Mahusiano ya uwepo wa Mungu na utakatifu. Kwa sababu ndani ya uwepo wa Mungu au uwepo wa Mungu kuna kitu ambacho kinahitajika sana, kinaitwa utakatifu. Hata kama ukijua unatakiwa ukitafute sana utakatifu. Haleluya. Haleluya. Utakatifu. Katika kile kitabu kile cha Kutoka ile sura ya ile ya 3. Ile ya 3. Tunakaa hapo leo. Tutakaa hapo na kuangalia vitabu vingine. Ule mstari wa 5 na wa 6 Biblia inasema, naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana hapa unaposimama ni nchi takatifu. Nini nchi takatifu? Lazima uweze kujua. Alafu tutasoma na kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 3 mstari wa 17 na ule mstari wa 16 na ule wa 17. Hata kusoma ile 18 sio mbaya, tutaangalia baadaye. Tena anajitambulisha mstari wa 6, anasema tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Sasa hii ni lazima uweze kuijua. Kuna utakatifu kwenye masuala ya hili tunalozungumza la habari ya uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu, kuna utakatifu unaozungumza wa Mungu, lakini kuna utakatifu wa mtu na kuna utakatifu wa eneo. Tuko pamoja? Kuna utakatifu wa Mungu, kuna utakatifu wa mtu, kuna utakatifu wa eneo. Sasa hapa ametutambulisha kwamba hii ni nchi takatifu. Nchi ardhi takatifu. Kwa unapofika mahali lazima uweze kuvitofautisha hivi na kuvizingatia. Tunaona kabisa Biblia inatuambia kabisa kwenye habari ya kusikia, Mungu hakumwambia vua viatu, hakumwambia ni takatifu nchi, hakumwambia mimi unjua Mungu ni mtakatifu, no. Lakini alipoanza kusogea kwenye uwepo wa Mungu, anambia hapana. Hapo natakiwa usisogee. Simama kwanza hapo. Kwa nini? Kwa sababu nchi ni takatifu, wewe sio mtakatifu. Nchi ni nini? Wewe sio nani? Kwa hauruhusi kusogea kwanza. Ni option nyingine. Option ya kusikia na option ya uwepo wa Mungu ni option mbili tofauti. Kwa mtu anaweza kusikia hata kama yuko kwenye mazingira yoyote, lakini haimaanishi uwepo wa Mungu unaweza kaja kila mahali ulipo. Haleluya. Wanangu anafikiria sema, sasa kwenye mazingira yangu pale nyumbani sitakuwa hatari sana mpaka Mungu aje. Uwepo wa Mungu.
ndio maana zipo kanuni zinazosababisha uwepo wa Mungu. Moja kanuni ni utakatifu. Sasa utakatifu uko katika mazingira matatu. Sasa sisi tunachoangalia ni mazingira mawili. Hasa ni mazingira mawili, ya kwako na ya ardhi. Ya kwako na nini? Na ya ardhi. Ya kwako na ya ardhi. Tungekuwa na muda wa kutosha tungeweza kuangalia kuna wakati Mungu alishuka juu ya Israeli na kugusa juu ya nchi ya Israeli. Kwa nini? Kwa sababu mahali pamenajisika kwenye ardhi. Kwa hiyo anatakiwa abaki ndani. Hana nafasi tena. Sasa watu wengi wanaweza kufikiria habari ya utakatifu wa Mungu, lakini hawafikirii, hawahusianishi kati ya utakatifu wa Mungu na wao. Na unatakiwa ukae kwa makini uelewe vizuri, kwa sababu kuna mahali utatamani uwepo wa Mungu uje na Mungu ashuke mahali hapo. Anafanyaje? Anashukaje? Ili ashuke mahali hapo, nini anahitaji? Kuna kitu anahitaji. Utakatifu. Sasa bahati mbaya sana, na sisi mara nyingi tumezoea kupiga passport size. Tumezoea kunawa. Tumezoea kunawa. Sisi wapendwa wangu. Maana tunapozungumzia kujitakasa ni zaidi ya natupu. Nitakase. Utakatifu. Yaani kipimo cha kwanza ninachojua kwamba nimejitakasa, nimeanza kufika kwenye kiwango cha utakatifu ingarao. Confidence. Ujasiri ndani yangu kuongezeka. Sasa wewe umejitakasa, unatoka hapo ni muoga kama kibaka. Kiasi kama Mungu akishuka hapo, hauna ujasiri wa kumsikiliza. Uko kwenye mambo unasema nimetakasika. Lakini ndani yako hofu imetanda, haujielewi. Kwa kigezo cha kuangalia cha kwanza kwamba okay, nimefika, nimeanza kwenye hatua fulani ya kujitakasa ya kwanza, ujasiri ndani yako. Ujasiri. Na ujasiri ukiona hapo ndani yako, na hapo ujue bado. Na ujasiri huu ndio unaokupa nafasi ya kuwa na uhakika au uhakikisho kwamba Mungu yupo, atanijibu kwa sababu sina shida. Ngoja tuangalie pia kwenye kitabu hiki. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya kwanza. Nafikiri kwanza mstari wa 5. Tutaangalia kwanza mstari wa 5 kama sikosei. Tunaanzia hapo kidogo. Mstari wa 5 tutashuka kidogo. Biblia inasemaje? Na hii ndio habari tuliyosikia kwake na kuihubiri kwenu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 5 na kuendelea. Narudia tena mstari wa 5. Ina mistari 10 tu. Na hii ndio habari tuliyosikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi hiyo kweli. Umesikia alichosema? Tukisema tunashirikiana naye na ndani yetu ni wapundamilia, hatushirikiani naye. Unaelewa maana kushirikiana naye? Maana kutenda kazi pamoja naye, kufanya mambo pamoja naye. Kama kuna kagiza ndani, mpendwa, unajidanganya kwamba unashirikiana naye. Si Biblia inasema Kwa unaweza unashirikiana na malaika, unashirikiana vile vitu vingine. Mungu ni mkuu sana, na vitenda kazi vingi sana. Unaweza kukutana naye lakini vingine vitakusaidia kufika unakotaka kufika. Lakini sasa kwa sababu tunajifunza viwango vya juu sana ya namna ya kumkaribia Mungu, ndio maana tuko kwenye uwepo. Sasa kama vile vya chini umeviacha,
mstari wa 6 anasema tukisema kwamba twashirikiana naye tena tukienenda gizani twasema uongo wala hatufanyi iliyo kweli. Tukisema kwamba tunashirikiana naye na wakati mwingine huwa tunafanya makosa mabaya, maana yake tunasema uongo. Tunasema nini? Uongo. Moja kitu cha ajabu sana, mimi nimejaribu kuona na kufuatilia. Ukiwa kwenye uwepo, ukiwa kwenye utakatifu wa kiwango fulani, kuna dhambi, hata kama mtu anataka kuozesha dhambi, utajikuta moyo wako unang'ang'ana kutafuta haki ya Mungu. Unaona? Kadiri unapokoseshwa ndio kadiri unapong'ang'ana kutafuta nini? Haki ya Mungu. Kadiri watu wanapotaka kurudisha nyuma ndio kadiri moyo unaugua, unatafuta njia za kufanya haki ya Mungu kubwa kuliko namna wanavyokuzuia. Ukiona namna umefika mahali wanakukosesha na wewe unatereza, unasema nimetereza. Ujue mwenyewe uliamua. Kwa sababu kumbuka, utakatifu kadiri unapokuepo unasukuma mbali. Unajua hapa amezungumza katika lugha mbili. Amezungumza uovu kama giza, sawa? Amezungumza dhambi kama giza, sawa? Na amezungumza haki ya Mungu au utakatifu kama nuru, sawa? Popote ilipo nuru, popote ilipo utakatifu, unasukuma mbali giza, yani dhambi. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Amen. Mstari ule wa 7, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Mstari wa 9, tukiziungama dhambi zetu au kuzitakasa dhambi zetu, kujitakasa, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Nimeshia mstari wa 9. Haleluya. Haleluya. Amen. Tukumbuka tuko kwenye utakatifu. Akili yako inapozunguka isiende mbali sana. Utakatifu. Sasa kama umefika mahali unatamani uondoke kwenye hali ulionayo, ufikie kuwa karibu na Mungu au kuona uwepo wa Mungu, angalia namna ya utakatifu wako ulionao. Sasa pale kuna udhalimu na uovu. Uovu ni matendo ambayo yampendezi Mungu, sawa? Dhambi ni uasi juu ya Mungu, kufanya mambo ambayo yanatengeneza uadui juu ya Mungu. Lazima ufahamu. Sasa sijajua namna ndani yako unapokuwa unasogea mbele za Mungu, unasema nimesogea karibu na Mungu, nini huo unazingatia? Unazingatia kutembea kwa miguu yako? Kipi unachozingatia wewe? Kwa maana hata kama Mungu alikuwa mahali hapo, kuna uovu ulikuwepo mahali kwa mtu, au mtu mwovu amekuja katikati ya kusanyiko la watu watakatifu, Mungu atakaa mbali au atasababisha, atawaamuru hao watu, huyu mtu kwanza ajitakase. Sasa ni vitu vya ajabu sana ukitaka kuifuatilia. Kama mkiwa kwenye mtenga maombi ya pamoja, mko 3 au 4, kaingia kwenye maombi na mkajitakasa kwa muda mrefu, na mkafika mahali ambapo kwa kweli neema ya Mungu imewazukia, alafu ghafla akaja mtu mwingine, anapoingia na yeye ni mwenzenu, anataka kuomba, mlipangana kuomba pamoja, mnapoomba mnasikia ndani yenu ghafla maombi yote yanabadilika na kuja kwenye toba. Yale mtiririko mliopanga unabadilika na kuja kwenye toba. Sasa mara nyingi usipojua unasema Mungu anataka tutubu, lakini Mungu anataka muwasaidie wote, kwa sababu huyu anamfukuza Mungu mnayemuita hapo. Kwa hiyo badala ya kutubu kwa ajili yenu, mnatakiwa mtubu kwa ajili yake. Kama mnaona mambo yenu yanawachelesha, muda umeenda wa maombi, mwambieni huyu aondoka aende mahali pa kutubu, alafu akishajitakasa alafu ndiye arudi. Sio dhambi. Kama wapata nafasi ya kuwa na maombi ya pamoja, haya huwa yanatokea. Eti umeona ameingia mtu ghafla, mpendwa wenzenu, ghafla unataka toba. Mungu anasema toba. Mbona tulikuwa na ratiba ya maombi fulani? Kwa hiyo Mungu ameamua kuiacha ratiba? Hapana, kuna mchafu ameingia katikati, anamsukuma Mungu mbali na nini? Toba.
Ingawa ndio wewe unaambiwa namna hiyo kwamba unatakiwa uondoke mpendwa. Inaonekana mambo yamegeuka. Watu wa mioyo mibaya unakuta ameshaanza kuchukia kule ndani. Amegeuka amekuwa mpagani tayari. Lakini ukweli uwepo wa Mungu na utakatifu vinaenda pamoja. Haleluya. Haleluya. Iko namna hiyo. Sasa watu wengi wanakuta ghafla maombi hawajaomba. Wanaishia kuomba toba. Wanamaliza tumemaliza, wameomba toba, wamerudi nyumbani. Wamerudi nyumbani, yale wa Mungu aliyotaka wazuie hawajaomba siku hiyo kwa sababu ya mtu mmoja. Na matatizo yanatokea ya Mungu, mbona ulisema tuombe toba siku ile? Na hayo uliyosema tuombe lituzuie mwenyewe tusiombe. Shida haikuwa Mungu. Shida kuna mchafu aliingia akamfukuza Mungu. Ndio maana hata unapotaka kwenye masuala haya ni lazima kama ni nyumba yako jifunze kuishughulikia nyumba yako. Kama wewe ambao unajua ujifunze kama ni nyumba yako kujitahidi kuweka wakfu nyumba yako. Tafuta kuweka wakfu. Tafuta mtumishi aiombee nyumba yako, aiweke wakfu. Na kuweka wakfu na ukombozi kwa ajili ya ardhi hizi maana yake mfanyika mambo mengi mahali pale kuna magano mengi. Kwa hiyo inakuwa rahisi, lakini ukiitakasa ardhi bila kuiweka wakfu na kufanya ukombozi kwa ajili yake kiagano kabisa kwa sadaka, utalazimika kila dakika kuitakasa kwa sababu utatakasa itakaa sawa, lakini baada ya muda wenye maagano yake watainua inachoka tena. Kwa hiyo unajikuta Mungu anamtoa katochi kila siku mahali hapo. Sisi menelewa, lakini inakupa njia mbadala uelewe. Mawe niliomba ardhi itakasika, lakini tena jioni narudi tena nataka tena kutakasa, shetani ameingia kwenye ardhi tena. Ni kwa sababu ana mkataba na hiyo ardhi. Isaya 62. Kumbuka tunazungumzia habari ya utakatifu, sawa wa mtu na eneo. Isaya 62 ule mstari wa ngapi? Tutaangalia ule mstari wa ule kwanza mstari wa pili ni nafikiri wa 5 hadi wa 5. Sasa mataifa watajia haki yako na wafalme watajia utukufu wako, nawe utaitwa jina jipya itakalotajwa katika kinywa cha Bwana, nawe utakuwa taji ya uzuri wa katika mkono wa Bwana na kilemba cha kifalme mkononi mwa Mungu wako. Sawa? Mstari wa 4 anasema hutaitwa tena aliyeachwa, wala nchi yako haitaitwa tena ukiwa, bali utaitwa Hefsiba, na nchi yako Beula, kwa kuwa Bwana atakufurahia na nchi yako itaolewa. Sasa kama kuna muaji, kuna nchi, kuna muaji na nchi itaolewa, maana yake kuna mali anatakiwa atoe. Sina mjaribu tu kupata tafsiri. Amesema nchi yako itafanya nini? Itaolewa. Itafanya nini? Nchi yako itaolewa. Maana yake nchi imekaa kama mtoto wako itaolewa. Kuna gharama lazima zitumike pale. Unaelewa? Na anasema ili Mungu akufurahie, lazima ifurahie kwanza nini? Nchi. Ili akufurahie wewe, lazima nchi akufurahie. Nitaka kukuonyesha hapo. Ili akufurahie wewe, lazima ifurahie nchi ulionayo. Akiichukia nchi ulionayo, atakuchukia na wewe. Kwa kama kuna kosa limefanyika kwenye nchi, Mungu atakuchukia na wewe. Ukiangalia kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na ya 3 utaona kwamba Mungu anasema wale watu watakase kwa sababu wanapokaa si pazuri. Na kama watatengeneza, huyu ambaye amemwamini anaishika amekuwa ni mwaminifu kwa Mungu, atampiga kwa sababu anatakiwa atengeneze kwa sababu amekaa hapo ambapo shetani anakaa. Unaelewa? Sio kwamba yeye amekufanya kosa. Tatizo ni nchi na watu. Yeye atapokea adhabu kwa sababu iko pale. Na ndio maana mara nyingi huwa anawaambia unapokaa kwenye mtaa wako, wewe kaa kama askari wa Bwana kwenye mtaa. Unaelewa?
Sasa unakuta kuna askari mmoja yuko bahari hapo kwenye mtaa, watu wanaibiwa na shetani na yeye yuko hapo hapo amelala fofo. Wala hajui nani ameingia nani ametoka. Kwenye nyumba yako wewe ni mlinzi, hata majirani yako ni walinzi, wewe ni mlinzi wao. Unatakiwa kuwaombea kwa sababu wewe ndio sababu ya wao Mungu awaguse au asiwaguse. Haleluya. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa nchi ina nafasi kubwa sana kwenye masuala ya kwako. Kwa Mungu hawezi kukufurahia wewe peke yako bila nchi. Lazima ifurahie pia na nchi. Kwa kama Mungu anataka kushuka kwenye ardhi mahali, atahitaji kukaa unapokaa wewe ili sasa muwe sambamba, ili muweze kuelewana. Sasa Mungu hawezi kuwa angani na wewe ukaa kwenye ardhi. Ni vitu tofauti. Okay, sasa Yesu mbona alishuka wakati nchi ilikuwa yenye dhambi? Kipindi chake. Nitakwambia hujasoma vizuri. Kuna muombaji na wengine wanaonekana hawajulikani, waliomba. Mmoja aliomba, anaitwa Ana, aliomba miaka zaidi ya 70. Tumesoma kwenye Luka. Kwenye Luka sura ya 2. Anaitwa Ana, nabii mke. Miaka 70 akifunga na kuomba, hajaliona jua 70 na kitu. Ndio alikaa nayo miaka 7 tu peke yake. Baada hapo alizama hekaluni. Aliomba miaka 70 na kitu. Akiomba kwa ajili yake. Alitoka siku Yesu kwa miaka 70 hajaiona jua, miaka 70 karibu na kitu hajaiona jua. Biblia inasema alikuwa anakifunga na nini? Na kuomba. Anaomba nini? Kwa ajili ya Yesu na ardhi, kuandaa mazingira. Bado kuna Yohana Mbatizaji alitangulia kuandaa mazingira. Kulikuwa na watu wengi waliokuwa wamesimama kwa ajili ya kuandaa mazingira ili aweze kushuka. Haikuwa rahisi kama unavyofikiri wewe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana ni lazima uangalie kiwango cha utakatifu wa nchi na kiwango cha utakatifu wa kwako. Kinaweza kuzuia uwepo wa Mungu. Kiwango cha utakatifu wa kwako, kiwango cha utakatifu wa nchi ya kwako. Nchi ya kwako. Kile kitabu nilisema nitapitia kile Wakorintho wa kwanza ile sura ya 3 ule mstari wa 16 na 17. Asema hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndio ninyi. Na siku nyingine tutakuja kuangalia vizuri kama Mungu atatupa nafasi kuangalia kati ya uwepo wa Mungu na hekalu la Mungu. Lakini nilitaka uanze kuona kwamba kila uwepo wa Mungu unapokuwepo kuna kitu kinaitwa ibada. Utakatifu unaotakiwa kuandaa, lazima ujifunze kuandaa utakatifu wa kiibada. Utakatifu wa kiibada. Kwenye somo la damu ya Yesu na maandalizi, ile sehemu ya pili nilipitia namna ya damu ya Yesu inavyohusika kwenye masuala ya maandalizi ya ibada. Kama ulisikiza kwa makini wewe ambao kuepo katafuta mwenye simu ya WhatsApp aliyo kwenye grupu utaipata. Utakatifu hauji tu, lazima kuwe na malengo ndani yake. Huwezi kuandaa utakatifu tu kwa ajili ya Mungu aje mkutane naye, no? Hii ni lazima iwe sehemu ya maisha yako na iwe sehemu ya malengo yako. Sawa? Kwa sababu kuna wakati unamhitaji Mungu ashuke. Ningekuwa nazungumza na mtu wa rohoni anayeweza kuelewa, ningeweza kumwambia Mungu akikaa kwenye uwepo wake na mazungumzo tofauti na Mungu akikaa nje na uwepo wake. Mazungumzo ni tofauti. Ningeanza kuzungumza namna hii. Kwa sababu maelezo yanakuwa tofauti. Anapokaa kwenye uwepo anakuja kama rafiki na uhakikisho ndani yake. Lakini anapokuja nje ya uwepo anatoa amri kama mfalme. Unajua uwepo wa Mungu ndani yake kuna upendeleo wa ajabu sana. Kuna upendeleo wa ajabu sana. Sasa angalia kwa jinsi uanze kuelewa. Kwenye mistari tunaona utakatifu wa mwili ambao uchukulie kama sehemu ya hekalu. Sawa?
utakatifu wa mwili kama hekalu, utakatifu wa mwili kama hekalu, kama hekalu, 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 hekalu la Mungu, hekalu la Mungu, hekalu la Mungu. Kwa unapotengeneza mazingira yako, anza kutengeneza utakatifu kama hekalu. Ama namna ambavyo, na usione utakatifu kama si ni kitu cha si watu ili kujivune kwa watu au jisifie kwa watu. Mpendo wangu, ukiona mtu anaoga ili aonyeshe watu kama ameoga, huyu ni mchafu. Kwa hata kama ameoga ni mchafu. Ukitaka kuangalia, weka kikwazo kwenye maji, haogi, atatoa sababu. Haleluya. Ni alichosema. Ukiona mtu anasema ni mtakatifu, natubu kwa ajili, inaingia kwenye maombi. Wamesema nijitakase kwanza. Walisema nijitakase. Natubu, unaingia kwenye maombi. Mungu nisikie, natubu. Kwa sababu naingia kwenye maombi. Wewe ni mchafu tu kama wachafu wengine. Niambie, aliyekuwa ameingia kwenye toba kwa sababu anaenda sokoni ni nani kati yetu? Aliyeingia kwenye toba kwa sababu anaenda kwenye mkoa mwingine kwa ajili ya maandalizi ya kwake ni nani? Aliyeomba toba kwa sababu anaenda kulala, kwa sababu anaenda kulala baada ya maombi yake au kabla maombi yake ameingia kuomba toba, anaenda kulala awe msafi, ni nani? Wewe unalala na uchafu wako. Unalala na uchafu wako tu. Wewe ni mchafu tu. Umejiandaa unatengeneza toba kwa sababu unaenda kwenye nyumba ya mtu fulani. Sio kwamba yeye ni mtakatifu, ila wewe unajiandaa kwa sababu unaenda, unataka uende kwenye mazingira yako kiwa safi. Unaenda kwa nguo chafu, unanuka jasho, unaenda kwa watu. Sina jiandaa vizuri eti wapendo wangu. Sasa mbona hatujiandae vizuri kiroho? Unajua watu wengine waelewi. Unaweza ukajisaulisha na ukawa mchafu. Na ukaenda kwa mtu. Na yule mtu kama ni wa upande wa pili wa giza na kaona udhaifu wako, anatumia njia hiyo kukushambulia. Hujaisikia mtu ambaye yuko upande wa giza alikwambia anaonekana safari umepoa kidogo. Amejuaje? Maana amejua kabisa kama umepoa, anakuona na madoa. Unajua sio swala la Mungu kukutazama, ni swala la shetani kukutazama. Anatafuta mlango, anakuta yeye ni mweusi, wewe ni wa punda milia. Mnakaribia kufanana. Haleluya. Haleluya. Amen. Uje ujaribu. Mimi nimewahi pita, kuna wakati nikipita. Kuna wakati mwingine nilipita muda mmoja. Nilipokuwa nimesimama, kulikuwa na katoto kadogo. Na kalikuwa keupe. Ghafla yule mtoto akaanza kunililia mimi. Alipokuwa ananilia anasema, wewe mtoto wako huyo, mshike vizuri mtoto wako." Nasema sio wako, anambia, "Huyu ni mtoto wako." Anajaribu kusema. Huwezi kusema wewe ni wa Mungu wakati una madoa unafanana na shetani. Inakuja. Haleluya. Baba mweupe, mtoto mweusi. Inakuja. Hatutamuuliza mama. Anasema tumuoji. Ameniwa kwangu huyu. Sasa unajua wewe, Mungu ni baba yangu. Mungu ni baba yangu. Mungu akiangalia ni kweli kuna sehemu na madoa meupe, lakini kuna mahali na madoa meusi. Ni kweli akiangalia kuna mahali ni mweupe, kuna mahali ni mweupe, lakini kuna madoa meusi hapo ndani yako. Sasa Baba Mungu najua nakupenda. Lazima ajiulize, huyu ni mtoto wangu kweli? Sasa nakuuliza swali. Hapa yuko shetani mweusi,
hapa yupo Mungu ambaye ni nuru. Wewe uko katikati. Wapo ndamilia. Okay. Umeiona namna malaika nilinde. Malaika nilinde. Nikatokea. Kile kitabu cha Zekaria ukisoma sura ya kwanza na ya pili, hasa ya pili utaona. Kwani wa Mungu alikuwa akishindana na shetani na jeshi la Bwana liko hapo na wafanyi kitu. Anachotakiwa ni kuvua uchafu wake kwanza ndipo apokee haki yake. Ngoja nitasoma mistari uweze kuelewa. Maana kuna mtu hawezi kunielewa ninachosema. Mungu nalala nilinde. Atakulinda sawa. Sasa hiyo pundamilia atakulinda shetani. Zekaria. Tunaweza kuangalia hata ya pili. Au tutafuta mahali ambapo panazungumza imani. Umepapata mwanangu? Sura ya 3. Haya, anza kusoma. Kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu. Ndio. Amesimama mbele ya malaika wa Bwana. Shetani amesimama mkono wake wa kuume. Amesimama mbele ya mkono wa kuume, maana amekamata nguvu za huyu Yoshua ili kushindana naye. Bwana akamwambia Shetani, Bwana na akukemee ewe Shetani. Bwana amtoi Shetani. Anasema anakukemea. Endelea mwana. Bwana akamwambia Shetani, Bwana na akukemee ewe Shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Huyu ni mtumishi wa Bwana, nilimleta kwa ajili ya kuangamiza utawala wa giza. Ndio yuko kushindana na Shetani. Mwanangu. Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana. Naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake, akasema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Inatosha. Kule mbele wataendeleaga na wao. Kwanza mstari wa kwanza. Zekaria kuanzia sura ya ile sura 3 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Iko nyuma ya Mathayo kule. Maraki ni kitabu cha 3. Mathayo kirudi nyuma, Maraki kinachofuata. Sasa uchafu wa Yoshua. Biblia inasemaje? Huyu kuhani Mungu amemwandaa kwa kuhani mkuu. Amempa nafasi na jeshi liko hapo. Lakini bahati mbaya nguo chafu. Lakini yeye ana uchafu, ni mchafu. Angalia kilichotokea. Bwana hapigani na Shetani anayezuia utendakazi wa Yoshua. Bwana anamwambia Shetani, Bwana nakukemea. Huyu malaika anamwambia Bwana nakukemea. Hivyo ndio ni kauli ya kushindwa eti. Akukemea. Uyaona kwa kweli mtumishi wa Bwana Mungu amsaidiage tu. Amsaidie kwa kweli hapa. Amsaidie. Kwa sababu najua kabisa hauna kitu cha kufanya. Na ndio maana malaika wanajaribu kusema namna hii, manake wana uwezo wa kupambana naye moja kwa moja na kumtoa Shetani. Lakini nenda kaangalia Yoshua wa pundamilia ni mweusi. Ni kuhani mkuu. Na Biblia inasema ni kinga ni moto ambao umeweka kwa ajili ya kuwasha mioto mingine na kuteketeza vitu vingine. Kwa hiyo Yoshua ana mamlaka za Mungu ndani za kuteketeza uharibifu wa kila namna. Lakini ngoja, mchafu. Nini? Ni mchafu. Kwa nabaki Bwana kwa kweli Mungu amsaidie. Malaika akikutazama wasema, sasa tunakusaidiaje? Kwa kweli Mungu amsaidie. Na ndio maana anasema kuna uchafu wa mtu na mchafu wa mavazi. Alikuwa na matendo mabaya, kuna matendo alikuwa anayafanya asiyopaswa kufanya, lakini kulikuwa na uovu pia ndani yake na dhambi zake mwenyewe. Nini kilichotokea? Hakuna vitu vya thamani kwake hata kama Mungu amepanga. Anatakiwa avuliwe mavazi kwanza, atolewe uchafu, ndipo apewe vitu vya thamani. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ameshindwa hapo, hakuna kinachoendelea. Umenielewa sasa? Nipo kwa nasema kuna milia. Umenielewa?
Utasema shuka Yesu, shuka na hata shuka mpendwa wangu. Tabia ya uchafu. Tabia ya uchafu. Sawa? Tabia nini? Ya uchafu. Tabia ya uchafu. Kwa sababu utakatifu ukiangalia kwa jinsi ya kawaida ni kitu chepesi sana, kwa sababu hakikugharimu chochote. Haulipi sabuni, haulipi chochote. Ni maombi tu eti. Amen. Na moyo wako kujiachilia kwa Bwana. Lakini nenda kaangalia. Utafikiri unatumia sabuni? Utafikiri kuna gharama unatumia? Unajua kuna watu wengine wangekuwa wanalipia maombi hata shilingi 100 maombi. Hivi unajua kwamba wasingeomba milele yote mpaka wanakufa. Ni bure lakini maombi. Nachotaka kukusaidia ni kwenye utakatifu na hii hali ya pundamilia. Unaelewa eh? Amen. Ile kwenye hali zimekushia, nimekuja kwako wewe mpendwa wangu. Tabia ya uchafu, tabia ya uchafu. Kwa kweli, tabia ya uchafu. Sasa utakuwa unajiongeza mwilini na roho. Utakuwa unajiburisha. Mwilini na wapi? Na rohoni. Sasa huwezi kuwa msafi mwilini afu rohoni kama mchafu. Haiwezekani. Haiwezekani. Nimeipata kuna mtu mmoja alikuwa ni maarufu sana. Mke wake alimkimbia kwa sababu alionekana ni mtakatifu sana, anafuata sana mambo ya Mungu. Alimwacha. Sema siwezi. Ni mtakatifu mno. Siwezi kuishi naye. Alimwacha. Alikuwa ni maarufu. Kwa sababu ni mtakatifu sana. Alimwacha. Sasa nenda kaangalia. Msikia nichosema? Nimesema uchafu wa mwili na wa rohoni wakati mwingine vinaendana. Sasa kama mwilini unajisahau, utakumbuka rohoni sio kuona? Eti wapendwa. Angalieni vizuri hata mwilini nako. Unaangalia. Sio mbaya kuangalia. Haleluya. Hata zaburi za mawingu za 100, 200 zipo. Tabia. Utakatifu unatengenezwa kwa tabia. Utakatifu hautengenezwi. Leo unaweza Mungu nifanye kuwa mtakatifu. Hawezi kukufanya kuwa msafi. Ila wewe ukiwa unauchukia uchafu itasababisha uwe msafi. Utakatifu unatengenezwa na mtu. Ni tabia. Ni nini? Ni tabia. Ni tabia. Ni tabia. Uchafu unatengenezwa na mtu na ni tabia pia. Ni tabia. Na ile tabia ikikaa unaridhisha na wengine. Lazima ujikuta ghafla mchungaji ni mchafu. Watoto wa kiroho nao watakuwa wachafu. Mama ni mchafu, watoto. Wajukuu kwa unajikuta unajiuliza mjukuu. Utafikia ametoka kwenye tope. Unajiuliza huyu mtoto shida yake ni nini? Kwani mzazi anajali? Ni watoto tu. Ni watoto tu. Mtoto mpaka unashinda kwa hadi. Ni mtoto tu. Mara nyingi wazazi nikiona wananijibu hivyo. Ni mtoto tu. Ni mtoto tu. Mbona mtoto amechafuka? Ni mtoto tu. Amina. Akikuwa ni kijana tu, ni mtu mzima tu. Ndio wanaendelea. Kizazi cha wachafu. Sasa rohoni kuna pakubwa sana. Sasa nisikilize. Kuna haki za kwako. Siku zote utanyimwa. Kwa nini? Kwa sababu utapotaka ukanyaga haki hatua udai haki zako, utapoteza haki zako. Kwa nini? Kwa sababu sifa za haki zako hauna. Kwa unaweza kustahili kitu kilicho bora kama Yeshua. Unaweza kaomba ulinzi kadri unavyoomba, lakini malaika watakutazama kama picha. Sasa wanafanyaje? Kama kwa Yeshua wako hapo, wanamshangaa tu. Tunafanyaje na uchafu wake? Kwa sababu hata malaika nao watazama ni wasafi. Ni wasafi. Ni wasafi. Sio tu moyoni, sio wasafi tu rohoni, ni watakatifu. Lakini hata mavazi yao ni meupe yanang'aa. Sio kitu kimefanyika tu. Unajua mpendo wako. Sio Mungu anapotuonyesha wanang'aa kama theluji. Utafikiri ni kitu cha kawaida. Hapana.
pia. Haleluya. Sasa angalia, kati ya mtu ambaye sio mtakatifu na mtu anayejitakasa, mtu ambaye sio mtakatifu hajui kupangilia mambo yake ya kiroho. Mtu ambaye ni mtakatifu anajua kupangilia mambo yake ya kiroho, kwa sababu anaona ni sehemu ya wajibu wake. Mtakatifu anapangilia mambo yake ya kiroho. Asiye mtakatifu, asiyependa sana utakatifu au mvivu kwenye utakatifu, hapangilii mambo yake ya kiroho. Ni mzembe automatically tu. Yaani sio tu mambo ya roho, hata ya mwilini tu. Nilikwambia watu wengi wajinga ni wachafu sana. Hata kwa shule sisi tunajua wale ambao wanajifanya jeuri ni wachafu kweli kweli. Ukiona hata mtoto wako ni mchafu, jua ujinga uko kichwani. Haleluya. Amen. Unakutana na mpendwa akisikia wamepiga kule nyimbo anakimbilia kwenda kutazama. Amesikia kuna mkutano kuna taenda. Amesikia kuna kanisa kuna taenda. Yaani haeleweki, haelewi moja wala mbili wala tatu. Wakisema Yesu yuko Mwanjero anaenda. Wakisema yuko Gedini anaenda. Wakisema Mbaliza ameshuka Yesu anaenda. Unajua uyone kuna nabii ameshuka mkubwa sana anaenda. Umeangalia huyo mtu ni mtu wa namna gani? Kwa namna kawaida unajua kabisa kuna shida hata kwenye akili yake. Lakini sio shida tu kwenye akili, hata kwenye uchafu. Kwa sababu utakatifu unatengeneza ushirika na Mungu. Utakatifu unatengeneza ushirika na Mungu. Au mahusiano ya kiushirika na Mungu. Au mahusiano ya kiushirika na Mungu. Haleluya. Hiyo ndio nature. Ni kitu ambacho kipo wewe. Uweze kukuta mchafu na msafi. Wachafu kwa wachafu wanakuwa kundi kimoja. Wasafi kwa wasafi wanakuwa kundi kimoja. Angalia rafiki yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sisi ndio wapendwa. Kuanzia watoto hadi watu wazima. Wachafu kila msemo atatamani awepo. Lakini msafi utamkuta haendi mbali na nyumbani. Si ndivyo? Mchafu. Funga kengele. Utakatifu ni kuambia unatengeneza confidence. Unaelewa? Unakutengeneza ujasiri mbele za Mungu. Huna papara, huna wasiwasi, huna mashaka. Hata kama amechelewa unajua atakuja. Lakini ngoja. Wale wenzangu na mimi. Unakuta baba katika jina la Yesu anaweza sijibu leo kesho. Tuna maombi mengi anajipinga. Leo ulisema nipe, kesho ulisema utanipa kwa wakati wako, kesho tunaikuwa. Yaani kitu kimoja kina maombi zaidi ya 10 na maombi tofauti mpaka badala ya kuomba umeanza kupingana na maombi yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simama. 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 Shukuru Mungu kwa kutuletea wazazi pale mpaka wazee. Sio kwa wazao wako kwa neema yake iliyokubeba. Neema yako iliyokubeba. Neema yake iliyokubeba. Mpaka leo uko hapo. Sio kwa uwezo wako. Sio kwa akili zako. Wapo waliotegemea matumuri. Lakini ameshindwa kuwasaidia. Wapo waliotegemea majini. Lakini ameshindwa kuwasaidia. Wapo waliotegemea uwepo. Lakini ameshindwa kuwasaidia. Wewe unamtegemea Mungu. Shukuru Mungu, shukuru Mungu.
Baba ninakushukuru. Yesu ninakushukuru. Ninakutukuza Bwana. Wazira kutembea na mimi kwa tendo mpaka ya kweli. Asante mtakatifu, asante Yesu Kristo. Kwa kweli tamani na wameshindwa. Sio kwa uwezo wako. Ni kwa neema ya Mungu uliyokubeba. Ni neema ya Mungu uliyokusaidia. Aje achilie mbele za Bwana. Nenda kaachilie moyo wako mbele za Bwana. Uishi ndani yako karibu na Mungu. Uishi karibu na Mungu ndani yako. Uishi karibu na Mungu ndani yako. Uishi karibu na Mungu ndani yako. Ndani yako nenda kaishi karibu. Ndani yako kaone karibu na Mungu. Kama ni Mungu aliye karibu sio mbaya. Kama ni Mungu aliye karibu wala sio mbaya. Kama ni Mungu aliye karibu wala sio mbaya. Kamtazame Mungu aliye karibu kusema. Tukaliazimishe jina la Bwana. Ona Mungu. Ona Mungu. Ona Mungu aliyekusikia. Ona Mungu aliyekusikia. Kaambie Yesu. Kaambie Yesu. Kuna maneno yanasimama kutengeneza kikwazo kati ya Mungu. Kuna maneno yanasimama wakati mwingine kama ukuta, yanasimama kukutenganisha na Mungu, yanakunyima haki, yanakunyima haki, yanakunyima haki, yanakunyima haki mbele za Mungu. Maneno mengine tunatamka wenyewe, kuna laana tunajitamkia wenyewe, kuna maneno tunazungumza na yanasimama kwa ajili yetu. Yes. Dakika moja au mautakasa. Futa kila maneno uliyotamka mwenyewe mabaya kwa ajili. Futa kila maneno uliyotamka mabaya kwa ajili. Futa kila maneno mabaya uliyotamka kwa ajili. Futa maneno uliyotamka mabaya kwa ajili. Futa kila maneno mabaya uliyotamka kwa ajili. Futa kila maneno mabaya uliyotamka kwa ajili. Omba uliyotamka, iwe sokoni, iwe nyumbani, kila mahali, kila mahali, kila mahali. Uliyotamka kwenye kitanda chako, uliyotamka kila mahali, yanayosimama kwa ajili.
Ndani ya Yesu kaondoa. Kwa jina la Yesu.